Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wangu wa Gospel Shine. Nipende kukaribisha tena katika channel yetu. Na kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe. Siku ya leo nakuletea ile mistari ya Biblia ambayo unatakiwa kuisoma asubuhi mara unapoamka, lakini pia si kuisoma bali kuikiri. Mistari hii ukisoma na kuikiri basi itakusaidia, siku yako itakuwa imeenda vizuri na utakuwa umeanza siku yako na Bwana. Kumbuka kwamba ukianza siku na Bwana basi siku yako itakuwa nzuri, kwa sababu utakuwa kuna ulinzi wa Mungu. Utakuwa umemtanguliza Mungu katika mambo yako yote. Mstari wa kwanza kabisa unatoka katika Zaburi sura ya 5 na ule mstari wa 3. Neno la Bwana linasema, Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu, asubuhi nitakutolea maombi yangu, nitalitarajia. Lakini pia mstari mwingine ni unatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 118 na ule mstari wa 24. Neno la Bwana linasema, siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Lakini pia kitabu kingine ni kitabu cha Zaburi ile sura ya 23 mstari wa 1 hadi wa 3. Neno la Bwana linasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza, huniuisha nafsi yangu. Lakini pia mstari mwingine wa kuweza kufikiri mara unapoamka asubuhi ni kutoka katika kile kitabu cha Isaya sura ya 60 na ule mstari wa 1 unasema, inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Lakini pia mstari mwingine unatoka katika kitabu hiki cha Isaya ile sura ya 41 na mstari wa 10. Neno la Bwana linasema, usiogope, kwa maana mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Lakini pia mstari mwingine wa kukiri unatoka katika kile kitabu cha Methali ile sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Na neno la Bwana lasema hivi, mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri, naye atanyoosha mapito yako. Mstari mwingine unatoka katika kile kitabu cha Zaburi ile sura ya 91 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Bwana linasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Mstari mwingine pia unatoka katika kile kitabu cha Zaburi ya 121 mstari wa 1 na wa 2. Nalo neno la Bwana linasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mstari mwingine wa kuweza kukiri unatoka katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Neno la Bwana nalo linasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kwa kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Na mstari wetu wa mwisho kwa siku ya leo unatoka katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na ule mstari wa 13. Neno linasema, niwezayo mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo ndio mistari niliyokuandalia ambao unaweza kuikiri
mara baada unapoamka, lakini pia kuisoma unapokuwa umeamka. Najua iko mistari mingi, lakini mimi nimeweza kukupa mistari hii 10. Kwa hiyo isome, itafakari, lakini uweze kukiri na siku yako itakuwa imeanza kwa ushindi kabisa. Basi mimi nipende kukaribisha sana katika channel yetu hii ya Gospel Shine, na kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata video zetu zinazotoka kila siku. Nipende kukaribisha sana mpaka wakati mwingine. Asante.